tunateseka sana kwa sababu tunafanya mambo yetu kibinadamu, kwa hekima zetu, kwa nguvu zetu, kwa uwezo wetu. Lakini ukipata fresh anointing, mambo yako yatabadilika, historia yako itabadilika. Watu watakuwa naambiana, huyu tunamfahamu, tunajua habari zake, umekuwa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Sauli alipoteuliwa, alipomiminiwa mafuta ya kuwa mfalme, alikuwa wa kawaida, kwa sababu mafuta yake aliyomiminiwa yalikuwa ni mafuta ya kibinadamu, mafuta yaliyowekwa kwenye chupa ya kibinadamu, mafuta yake yalikuwa ya kawaida sana. Ndipo alipokutana na Samueli, akamwambia Sauli, nenda mpaka Gilgali, nenda mpaka kule, nenda mpaka Lama, halafu utakutana na wana wa manabii, jiunge nao. Halafu utakapojiunga nao, Roho Mtakatifu, mafuta ya Roho Mtakatifu yatakuja juu yako, na wewe utakuwa mtu mwingine, Bwana Yesu asifiwe sana. Mafuta haya, fresh anointing hii ikija kwako, utakuwa mtu mwingine, hutakuwa wa kawaida. Hiyo ndiyo kazi. Unaona ndugu zetu wakina Petro, wakina Yohana walikuwa wamejifungia. Ukisoma katika ile Matendo ya Mitume 2, ukasoma habari zao, walikuwa wanatetemeka, hawawezi hata kutoka nje. Walikuwa wamemkana Yesu, wanatetemeka mbele ya Mafarisayo, wanatetemeka mbele ya wakuu. Lakini ilipofika majira ya siku ya Pentekoste, ilipofika nyakati ya siku ya Pentekoste, ilipofika siku ile, Biblia inasema ukaja uvumi kama uvumi wa upepo unaoenda kasi, ukaijaza ile nyumba, na kila mmoja akawa kama amekaliwa na ndimi za moto kichwani mwake. Kila mmoja akaanza kunena kwa lugha mpya, kila mmoja akaanza kunena baraka, kila mmoja akaanza kunena maneno yenye nguvu, akaanza kutamka, na mambo yanatokea kwenye maisha yao. Halafu baadaye ile hofu iliyeyuka ndani yao. Biblia inasema ya kwamba Petro aliyemkana Yesu mara 3 akasimama mbele ya umati wa watu, akawaeleza habari za Yesu Kristo mwana wa Mungu, na juu ya nguvu hiyo iliyotabiriwa nyakati za Yoeli. Akasema, siku za mwisho Roho wangu atashuka juu ya wote wenye mwili, na kila mmoja atakaposhuka kwake atakuwa na mawazo mapya, atakuwa na maono mapya, atakuwa na nguvu mpya, atakuwa na ndoto mpya. Zile ndoto zako ambazo unaota unakimbizwa na mbwa, ambazo unaota unakimbizwa na fisi, ambazo unaota unakufa, zitakatika mara moja. Bwana Yesu asifiwe sana.